Mchango wa kusafirisha wazazi wa mhamasishaji wa mtandaoni ambaye ni raia wa Marekani anayefahamika kwa jina la Ashley Janney umefikia kiasi cha dola 59,382 ambazo ni sawa na shilingi milioni 154,393,200 za Kitanzania, kiasi ambacho kinatarajiwa kuwasafirisha kuja kufuatilia kifo cha mtoto wao aliyefariki kwa kukutwa amejinyonga kwenye chumba cha hoteli visiwani Zanzibar alipokwenda kusherehekea siku yake ya kuzaliwa ya kutimiza miaka 31 na kuvishwa pete ya uchumba na aliyekuwa mpenzi wake Joh MC Khan. Wazazi wa Ashley wanatarajia kwenda nchini Tanzania kufuatilia uchunguzi wa kifo cha mtoto wao ambao kwa mujibu wa uchunguzi ulimalizika tangu Aprili 10, 2026, lakini mpaka sasa mwili wa mtoto wao bado haujakabidhiwa kwa ndugu waliopo visiwani humo. Wazazi hao walianzisha mchango huo ili waweze kupata kiasi cha dola 50,000 za Kimarekani zitakazowasaidia kusafiri kwenda Tanzania kushughulikia uchunguzi wa kifo cha mtoto wao pamoja na kuratibu taratibu za mazishi, ikiwemo kusafirisha mwili wa mtoto wao kutoka visiwani Zanzibar hadi Miami nchini Marekani. Ashley Janney anadaiwa kujinyonga Aprili 8, 2026 majira saa 2:30 usiku kwenye chumba cha hoteli ya Zuri iliyopo Nungu, wilaya ya Kaskazini A, Unguja, na baada ya mhudumu wa chumba cha hoteli kugundua tukio hilo alitoa taarifa ya dharura, ambapo kabla hajapatwa na umauti alipelekwa katika kituo cha afya binafsi cha North Valley na baadaye kuhamishwa hospitali ya Ampolo iliyopo mjini Unguja, mkoa wa Mjini Magharibi, na ilipofika Aprili 9, 2026 majira saa 9 alasiri alipoteza maisha. Ashley aliingia visiwani Zanzibar Aprili 4, 2026 kwa lengo la kutalii akiwa na Joseph Isaac MC Khan mwenye umri wa miaka 45, raia wa Marekani ambaye inasemekana ni mchumba wake, ambapo walifikia katika hoteli ya Kilindi na walikaa hotelini hapo kwa siku 2 tu. Kisha wakahamia katika hoteli ya Zuri Aprili 6, 2026 ambapo alikutwa na changamoto hiyo. Chanzo cha tukio hilo kinahusishwa na kutoelewana kati ya Ashley na mpenzi wake, ambapo kwa mujibu wa uongozi wa hoteli ya Zuri, wawili hao walionekana kutokuwa na maelewano mazuri na kupelekea uongozi wa hoteli hiyo kuwatenganisha vyumba, ambapo Ashley alibaki chumba namba 25 na Joseph alihamishwa chumba namba 65 kwa ajili ya usalama wa kila mmoja. Hadi kufikia Aprili 14, 2026, taarifa kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Unguja ilisema wanamshikilia mchumba wa Ashley anayejulikana kwa jina la Joseph na anaendelea kuhojiwa na Jeshi la Polisi, na pia hati yake ya kusafiria imezuiliwa. Hata hivyo, upelelezi wa shauri hilo bado unaendelea, ikiwa ni pamoja na kusubiri taarifa ya uchunguzi ya kitaalamu kutoka kwa madaktari.